Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Sergei Lavrov akisema kwamba mataifa ya Ulaya yalijiondoa katika mazungumzo ya Ukraine. Mara kadhaa Urusi imesema kwamba mataifa magharibi yalitengeneza mazingira ya kujiondoa katika kushirikishwa katika mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Waziri huyo wa mambo ya kigeni ameeleza wazi wakati akizungumza na waandishi wa habari akisema kwamba washirika wa NATO wa Marekani wamejidharau kwa kuvunja mara kwa mara mikataba inayolenga kwa kusuluhisha mzozo huo kwa kutumia njia za diplomasia. Washirika hao wamekuwa wakituma silaha kwa wingi wakiamini kwamba wataweza kupambana na Urusi na wataweza kuishinda Urusi katika uwanja wa vita, lakini sasa Marekani inatumia diplomasia na kutokana na sababu hizo Urusi ilikataa moja kwa moja kuyahusisha mataifa ya magharibi katika kumaliza mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Mataifa haya kwa muda mrefu yalikuwa yakiomba yashirikishwe katika namna ambavyo Urusi na Ukraine zitamaliza vita, lakini kutokana na kwamba yamejichimbia kaburi yenyewe hakuna namna ya kuweza kushirikishwa. Ulaya magharibi imepoteza haki yake ya kuwa na sauti katika mgogoro wa Ukraine kwa muda mrefu uliopita na kwa ufanisi imejiondoa katika mchakato wa mazungumzo kupitia vitendo vyake. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov alisema. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi amesema hayo siku ya Jumapili akizungumza na wanahabari akiwemo Pavel Zarubin ambaye alimuuliza waziri kama Ulaya ilikuwa katika haki yake kukasirisha kushinikiza jukumu fulani katika mazungumzo ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Anasema waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Lavrov, tunatoka kwenye dhana ambayo naamini ni dhahiri kwa kila mtu kwamba Ulaya tayari imejiondoa kwenye mazungumzo. Ulaya muda mrefu uliopita ilitumia nafasi yake kuwa na sauti katika mchakato wa suluhu, mwanadiplomasia huyo alisema, akionyesha kwamba mara kwa mara Ulaya imeharibu juhudi za kutatua mgogoro wa Ukraine tangu mwanzo wake. Wakati wa msukosuko wa Maidan wa mwaka 2014 kulifikia kilele kwa mapinduzi ya kupinduliwa kwa rais aliyechaguliwa kidemokrasia. Ulaya iliharibu mpango wa awali wa Februari 2014 wakati ilifanya kazi kama mdhamini wa makubaliano rasmi kati ya Viktor Yanukovych na upinzani. Haikufanya lolote wakati upinzani ulipokamata mashirika yote ya serikali asubuhi baada ya makubaliano hayo kutiwa saini, Lavrov alisema. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu pia aliashiria makubaliano yaliyotolewa na kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa zamani wa Ufaransa François Hollande, ambayo walisema hakuna mtu aliyekusudia kutimiza makubaliano ya Minsk yaliyolenga kumaliza mzozo wa wenyewe kwa wenyewe katika Donbas ya Ukraine. Wakati huo kesi ya hivi majuzi zaidi ilitokea Aprili mwaka 2022 wakati wa matakwa ya waziri mkuu wakati huo wa Uingereza Boris Johnson na kwa idhini kamili ya Europa, ikiwa sivyo makubaliano ya Istanbul yalivunjwa. Waziri wa mambo ya nje Lavrov alisema viongozi wa taasisi nyingi za Ulaya wamekuwa wakisisitiza kwamba makubaliano yote ya amani kuhusu Ukraine lazima yajumuishe Umoja wa Ulaya pia, na kuongeza maneno kama hayo baada ya Marekani kuelekeza mpango wake wa hivi punde wa kutatua mgogoro huo. Mapendekezo hayo yanaripotiwa kuwa ni pamoja na Kiev kuacha matarajio yake ya NATO na kufidia ukubwa wa jeshi lake. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimeripotiwa kuandaa toleo lao la mpango huo na kuifanya iwe na manufaa zaidi kwa Ukraine kwa kuondoa au kulainisha pointi zake kadhaa ambazo zimetolewa na Marekani. Urusi hata hivyo tayari imetia saini kwamba inaona mapendekezo ya Ulaya hayafai kabisa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana zaidi.